Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku mapigano mapya yakizidi kuripotiwa siku baada ya siku ndani ya maeneo kadhaa ya Kivu. Mapigano makali yameripotiwa karibu na eneo la Minembwe leo hii kati ya vikundi vya waasi na jeshi la serikali linalosaidiwa na vikosi vya wazalendo. Wakati huo huo, katika mkoa wa Kivu Kaskazini, waasi wa M23 wameripotiwa kuhamisha wapiganaji wao kutoka Goma na Nyiragongo kuelekea katika mstari wa mbele wa mapigano kwenye milima ya Sake kuelekea katika tarafa la Masisi. Hali hiyo iliweza kusababisha vita kali kati ya vikosi vya waasi wa M23 na vikosi vya wazalendo, kwa kuwa waliweza kukutanana kwenye Parke Nationale ya Virunga, na hapo waliweza kusababisha mvutano mkubwa kuanzia jana tariki 7 hadi leo hii. Sasa ni nini kinachoendelea hasa katika maeneo haya mawili ambayo yanaendelea kupigana vita? Basi endelea kuwa nasi ili kupata habari na uhakikisho wake. Leo hii Jumapili tariki 8 Machi, mapigano makali yameripotiwa asubuhi na mapema mashariki mwa Minembwe, hasa katika kijiji cha Kalingi karibu na Minembwe Centre. Kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika kutoka eneo hilo, mapigano haya yamekutanisha vikosi vya Twirwaneho pamoja na kundi la Red Tabara wanaosemekana kushirikiana na waasi wa M23. Walikuwa wakipigana dhidi ya jeshi la serikali ya FARDC ambao wanasaidiwa na vikosi vya wanamgambo wenye kujilinda wanaojulikana kama wazalendo. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa mapigano hayo makali yaliendelea kuongezeka nguvu, lakini hasa ilipofika saa 5:30 alfajiri kwa saa za eneo hilo, mapigano hayo yalizidi nguvu sana na milio ya silaha nzito na nyepesi iliendelea kusikika kwa muda mrefu katika maeneo yanayozunguka Kalingi. Hali hiyo imeendelea kuweka hofu kubwa, na wakaazi wa eneo hilo waliweza kulazimika kujificha, na wengi wao walilazimika kuyaacha manyumba yao na kukimbilia eneo ambazo zinajulikana kuwa salama zaidi. Taarifa nyingine kutoka eneo hilo zimeweza kuonyesha kuwa droni ziliweza kushambulia maeneo ya Kakenge. Jambo hilo limeweza kuzusha wasiwasi mkubwa sana, kuhofia kuwa vita hiyo inaweza kuwa kubwa sana. Lakini hadi sasa bado hatujapata habari kuhusu ni upande upi ambao uliweza kutumia drone hizo. Wakazi wa eneo ya karibu na Minembwe Centre wamesema kuwa wanaendelea kusikia milipuko na risasi tangu asubuhi, huku hali ya taharuki ikiendelea kutawala. Baadhi ya familia zimeanza kuondoka katika vijiji vilivyo karibu na maeneo ya mapigano, wakihofia kuathiriwa na mapigano hayo. Kwa sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliopoteza maisha au waliojeruhiwa kutokana na mapigano hayo. Pia bado haijulikana ikiwa kuna upande ambao umefanikiwa kudhibiti eneo hilo la Kalingi. Mapigano hayo yanaongeza tena wasiwasi wa usalama katika eneo la Minembwe ambalo mara kwa mara limekuwa likishuhudiwa migogoro ya silaha kati ya makundi mbalimbali ya waasi na vikosi vya serikali. Hadi sasa hali bado inaelezwa kuwa tete ndani ya vijiji hivyo na vijiji vyenye kuwa karibu na eneo hilo. Tuhamie basi huko Kivu Kaskazini, ambako pia mapigano kati ya vikosi vya waasi wa M23 dhidi ya vikosi vya serikali ya FARDC vyazidi kuripotiwa siku baada ya siku ndani ya vijiji kadhaa vya mkoa huo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani vya usalama, muungano wa waasi wa M23 pamoja na washiriki wao umetangaza kuhamisha baadhi ya wapiganaji wao waliokuwa wakifanya doria katika mji wa Goma na eneo la Nyiragongo
kwenda kwenye mstari wa mbele wa mapigano katika muhimili wa Sake kuelekea ndani ya tarafa la Masisi. Hatua hii imechukuliwa wakati mapigano yameripotiwa kuongezeka katika siku za hivi karibuni kwenye eneo hilo muhimu linalounganisha mji wa Masisi pamoja na wilaya ya Sake. Eneo hilo linatajwa kuwa moja ya maeneo makuu ya mapambano kati ya wanajeshi wa serikali. Kwa mujibu wa mpiganaji wa M23 aliyekuwa anawasiliana na vyombo vya habari leo Jumapili, vitengo kadhaa vya wapiganaji tayari vimepewa amri ya kujiandaa kuelekea mstari wa mbele wa mapigano. Ni vile mpiganaji huyo aliweza kusema. Chanzo hicho kinasema baadhi ya waasi wana hofu ya kuongezeka kwa mashambulizi ya kijeshi, hasa kutokana na matumizi ya ndege zisizo na rubani maarufu kama drones, ambazo zinaripotiwa kusababisha hasara katika safu zao. Mpiganaji huyo alieleza pia kuwa ndani yao kuna hali ya kutoridhika miongoni mwa wapiganaji hao, akitaja kuwa wana matatizo yanayohusiana na malipo pamoja na mazingira magumu ya kutumwa katika maeneo ya mapigano. Kwa upande mwingine, muhimili wa Sake Masisi unaendelea kuchukuliwa kuwa eneo la kimkakati kwa sababu unatoa njia muhimu ya kuelekea mji wa Goma, ambao ni moja ya mji mikubwa na muhimu katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Udhibiti wa eneo hilo unaweza kuwa na hatari kubwa katika mwelekeo wa mapigano yanayoendelea kati ya waasi wa M23 na vikosi vya FARDC vinavyoendelea kupambana na kuungana mkono na vikosi vya wazalendo. Pia ndani ya Parc National de Virunga yenye kupatikana ndani ya mkoa wa Kivu Kaskazini, waasi wa M23 waliweza kupambana dhidi ya vikosi vya wazalendo wanaoshirikiana na vikosi vya serikali vya FARDC. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na vya kiusalama, mapigano hayo yalianza katika eneo la Rugadi, hasa upande wa Kanombe katika wilaya ya Ruchuru, na baadaye mapigano hayo yalisambaa hadi eneo la Mutaho katika wilaya ya Nyiragongo. Tangu asubuhi ya leo hii Jumapili, wakazi wameripoti kusikika kwa milio mikubwa ya risasi nzito na nyepesi katika maeneo kadhaa karibu na Goma. Wakazi wa sehemu ya kaskazini ya mji huo wanasema wanaendelea kusikia milipuko kutoka upande wa mapigano, hali inayozua hofu na wasiwasi miongoni mwa wananchi. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama, mapigano haya yanahusishwa na harakati za waasi wa M23 wakitoka Ruchuru kuelekea Masisi kwa lengo la kupeleka msaada wa kijeshi. Inadaiwa kuwa wapiganaji hao waliingia katika mitego iliyowekwa na wapiganaji wa wazalendo ndani ya hifadhi ya Virunga. Mapigano hayo yanaendelea hadi leo hii Jumapili ndani ya hifadhi hiyo ya taifa na tayari yameanza kuathiri usafirishaji katika barabara ya Goma kuelekea Ruchuru, ambayo ni njia muhimu kwa usafirishaji wa watu na usambazaji wa bidhaa kuelekea mji wa Goma. Mapigano hayo yanaendelea licha ya kuwepo kwa tangazo la kusitisha mapigano lililotolewa tariki 18 Februari katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lililokuwa na lengo la kupunguza mapigano kati ya makundi yenye kumiliki silaha yanayopatikana katika eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.